Kila tembe ya dawa inayotengenezwa nchini ni zaidi ya tiba kwa mgonjwa, ni fedha inayobaki ndani ya uchumi wa taifa, ni ajira kwa kijana, ni fursa kwa mwekezaji na ni hatua moja zaidi kuelekea ndoto ya Tanzania kujitegemea kiuchumi. Kwa miaka mingi Tanzania imekuwa ikitumia sehemu kubwa ya fedha za kigeni kuagiza dawa na vifaa tiba kutoka nje ya nchi. Wakati dawa hizo zikiokoa maisha ya wananchi, gharama zake zimekuwa zikiacha maswali muhimu. Je, taifa linaweza kuzalisha sehemu kubwa ya mahitaji yake na kuokoa fedha zinazotumika nje ya nchi? Ili kuimarisha huduma za afya, serikali itaajiri wahudumu wa afya wapya 5,000 ndani ya siku 100. 5,000 wakiwemo wauguzi na wakunga ili kuboresha huduma za afya ya mama na mtoto. Ndani ya siku 100 za awamu mpya ya uongozi wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan baada ya uchaguzi mkuu Oktoba 2025, ajenda ya uchumi wa viwanda imeendelea kupewa kipaumbele, huku sekta ya dawa ikitajwa kuwa mmoja wa maeneo yenye uwezo mkubwa wa kuokoa fedha za kigeni na kuongeza ushindani wa uchumi wa taifa. Kuna kazi imeanza kufanyika ya viwanda. Nenda kaisimamie. Lakini muelewe wanaowekeza ni kina nani. Kuna watu wengi wanahamu kuja Tanzania, wanakwamishwa ardhi, wanakamishwa na ukiritimba wetu. Nataka ukasimame. Viwanda vya madawa vijengwe humu ndani. Vijengwe na tujitegemee. By 2030 tujitegemee kwa 80%. Sawa. Haya, utasemwa mengi, sijui wa Crown Radio, sijui wa Crown nini. Sicho nilichokupelekea. Najua unaweza kusimamia viwanda vya madawa. Wawekezaji, nenda kasimamie. Uanzishwaji na upanuzi wa viwanda vya dawa nchini ni sehemu ya mkakati mpana wa kuifanya Tanzania kupunguza utegemezi wa dawa kutoka nje. Serikali pia inaendelea na maandalizi ya kongani ya viwanda vya dawa, mradi unaotarajiwa kuongeza uwezo wa uzalishaji na kuvutia uwekezaji zaidi katika sekta hiyo. Kwa mujibu wa takwimu za serikali, Tanzania kwa sasa ina viwanda takribani 14 vya kuzalisha dawa za binadamu na vifaa tiba vinavyochangia takribani 20% ya mahitaji ya dawa nchini. Serikali imeweka lengo la kuongeza uzalishaji huo hadi kufikia 60% ifikapo mwaka 2035. Kuwezesha uwekezaji wa viwanda vya ndani, kuimarisha uzalishaji wa bidhaa za afya na kupunguza utegemezi wa nje ya nchi kwa kujenga maabara ya kisasa ya utafiti wa dawa, bioequivalent lab, kuwekeza katika uzalishaji wa dawa za ukimwi katika kiwanja cha TPI na kuvutia wawekezaji wengine, kuboresha mifumo ya mahoteo, ununuzi, utunzaji na usambazaji wa dawa, kuratibu majukwaa ya wawekezaji na kudhibiti usugu wa vimelea dhidi ya dawa na matumizi sahihi ya antibiotic. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuliarifu bunge lako tukufu kwamba wizara tayari imekwisha zindua Mloganzila Pharmaceutical Hub, yani kongani ya viwanda ya Mloganzila, na kulitaarifu bunge lako kwamba hivi nimesimama tayari wawekezaji wanaendelea na ujenzi wa viwanda. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, wizara na serikali imejipanga vizuri kwamba leo hii uzalishaji wa dawa ni 16% tu, lakini nalitaarifu bunge lako tukufu kwamba kwa mikakati na mipango tuliyoiweka, ifikapo mwaka 2030 wizara imeamua kwamba ni lazima taifa letu liweze kuzalisha dawa lenyewe kwa 80%. Lakini swali muhimu linabaki, huu ni mwarobaini. Miaka michache iliyopita dunia ilishuhudia namna janga la Uviko 19 lilivyotikisa mnyororo ya usambazaji wa bidhaa muhimu ikiwemo dawa. Mataifa mengi yalikumbwa na uhaba wa dawa na vifaa tiba kutokana na utegemezi mkubwa wa bidhaa kutoka nje. Kwa Tanzania, somo hilo limeongeza msukumo wa kujenga uwezo wa ndani ili kuhakikisha usalama wa dawa hauathiriwi na misukosuko ya soko la dunia. Sisi sote tuliopo hapa tuna jukumu la msingi kabisa la kuhakikisha kwamba gharama za dawa na vifaa tiba tunaupunguza huo mzigo katika utoaji wa huduma. Tunavyofahamu, hivi karibuni tumeanza process ya kujenga viwanda vya ndani, local manufacturing. Lakini mimi naomba niwahakikishie kwamba local manufacturing haiwezi kufanikiwa bila kushikwa mkono na nyie mliopo humu ndani. Local manufacturing itaweza kutokea tu na kufanikiwa kama mkiishika nyie mliopo hapa. Kwa hiyo kila mtu ana nafasi yake. Sisi kama wizara tunaweza tukaamua tukatumia nguvu kubwa
kusukuma hii ajenda, lakini msipoipokea ufanisi wake utaenda kwa shida sana. Na kwa nini nasema hivyo? Nasema hivyo kwa sababu kama tulivyomsikia CMO hapa alivyokuwa akizungumza, nyie mna nguvu kubwa sana katika kuamua trend ya nini kinatumika katika soko. Kwa hiyo kama mkifanya maamuzi ya kutokuwa na imani ya bidhaa ambazo tunazitengeneza hapa sokoni, maana yake ni kwamba hizi bidhaa ambazo tunataka tuzitengeneze hapa, kufanikiwa kwake itakuwa ni ngumu sana, kwa sababu at the end of the day watumiaji wa kule chini wana imani na nyie. Nyie ndo daraja kati ya bidhaa za ndani na watumiaji. Na kama tulivyoona kwamba tatizo ambalo tunaliongelea sasa hivi kwamba dawa hazipatikani, zinatokana na kwamba tumesema tu kwamba dawa hii kwa sababu inaitwa hivi haipo. Kwa hiyo kama tukiondoka hapa leo na tukakubaliana kwamba hii ajenda ya local manufacturing sio ya wizara, ni yetu sisi sote, kila mmoja wetu kushuka kule chini, mafanikio yetu yataanza hata kabla hatujaanza. Ripoti zinaonyesha nchi wanachama wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC zina zaidi ya watu milioni 390. Kadiri mifumo ya afya inavyopanuka, ndivyo mahitaji ya dawa na vifaa tiba vinavyozidi kuongezeka. Kwanza niseme kwa uhakika ni kwamba ujenzi wa kiwanda cha dawa hapa nchini ni faida kwanza kwa Watanzania, kwa sababu tutaokoa fedha nyingi sana ambazo tunazitumia huko ughaibuni kwa ajili ya kuagiza madawa. Kwa hiyo tutakapokuwa tumejenga kiwanda chetu, hata kabla ya kuangalia tu soko la nje, soko letu la ndani au mahitaji yetu ya ndani hapa ni makubwa sana. Kwa hiyo ujenzi wa kiwanda hapa nyumbani kutaokoa hela nyingi sana. Sasa hivi tunatumia zaidi ya trilioni 2 kwa mwaka kuagiza fedha tu nje. Na ukiangalia zaidi ya 60% tunaagiza kutoka India na mataifa mengine duniani, China na kwingineko. Sasa kama tunaweza kutumia shilingi trilioni 2 kwa ajili ya kuagiza tu madawa, tukaweza kuokoa tu pengine hata trilioni 1 au tukaokoa hata bilioni 400-500. Je, hizo fedha huoni kwamba zinaweza zikasaidia kwenye shughuli nyingine za kimaendeleo, hususan kwenye masuala ya barabara, elimu na kadhalika? Kwa hiyo ujenzi wa kiwanda cha dawa hapa nchini ni jambo ambalo linatakiwa kuwa endelevu. Isiwe tu hata kwa kiwanda kimoja. Tunahitaji viwanda vingi, hata viwanda kwa ajili ya vifaa tiba vinahitajika sana hapa nchini kwa ajili ya kuweza kuondoa huu utegemezi wa kuagiza kila kitu kutoka nje. Kwa hiyo mimi ninaunga mkono kwa 100% kubwa kabisa, na nikifahamu kabisa kwamba tukiwa na kiwanda cha dawa hapa nchini, maana yake ni kwamba mataifa yanayotuzunguka wataweza pia kuja Tanzania na kuweza kununua madawa, na hivyo pia sisi kuweza kuwa ni sehemu ya watu ambao tunanufaika na fedha za kigeni zinazotokana na sekta ya afya hapa nchini. Kwa hiyo kuna umuhimu mkubwa sana wa kiwanda hicho kujengwa hapa nchini. Kiwa faida zake ni hizo, kwa gharama kubwa za dawa tunazoziagiza kutoka nje, lakini vile vile itaweza kupanua wigo wa ajira kwa wataalamu wetu wa masuala ya dawa au famasia hapa nchini, na hivyo kuendelea kupunguza idadi kubwa ya watu ambao hawana ajira katika taifa letu. Moja ya mambo yanayogonga vichwa vya watu katika mchakato huu ni kuhusu ubora wa dawa zitakazozalishwa hapa nchini. Je, zitakidhi viwango vya kimataifa? Uzalishaji wa dawa na kukidhi viwango vya kimataifa, kuna mambo kadhaa ambayo unayaangalia. Kwanza unaangalia vyombo na mamlaka ya kuanzisha yanayosimamia mchakato wa kuanzishwa kwa viwanda. Pili, unaangalia uwezo wa wataalamu. Alafu tatu, unakuja kuangalia uwezo wa upatikanaji wa teknolojia. Sasa katika nchi yetu tuna mamlaka ya dawa na vifaa tiba ambayo ni mamlaka ambayo inasimamia sasa uanzishaji wa viwanda vya kuzalisha dawa, ubora wa dawa wakati wa usajili, na inaendelea kufuatilia matumizi ya dawa zinavyotumika. Na mamlaka hii, pamoja na kwamba mimi sio msemaji wa mamlaka hiyo, lakini taarifa tunazozipata ni mamlaka ambayo ina viwango vya hali ya juu na inaheshimika na kutambulika na WHO. Kwa dawa yoyote ile ambayo itazalishwa ndani ya kiwanda kilichopasishwa na TMDA na dawa ikasajiliwa na mamlaka hii TMDA, hiyo dawa inakuwa na viwango vya kuweza kutumika Tanzania na hata nje ya Tanzania. Wataalamu
wa kufanya hivyo tunao wanaotumika hapa nchini, lakini pia wako wataalamu wa Kitanzania wa dawa ambao wanatumika nchi za nje. Wafamasia wanaeleza kuimarika kwa uzalishaji wa ndani kunaweza kusaidia kuhakikisha dawa muhimu zinapatikana kwa wakati, kwa wingi na kwa gharama nafuu zaidi kwa wananchi. Ndani ya nchi yoyote ile, na sio Tanzania pekee, ni kuwa na uhakika wa upatikanaji wa bidhaa hizo wakati wote. Na hasa pia katika nyakati zile za majanga ambako unaweza kukuta mipaka imefungwa, usafirishaji unakwama. Kwa hiyo katika kuwa na uhakika wa kuzalisha dawa zako mwenyewe, na hasa jitihada hizi zinazofanywa na serikali ni kuhakikisha kwanza usalama, kwamba hata katika nyakati ambazo zitakuwa ngumu bado tunaweza kupata yale mahitaji ya msingi ya dawa na vifaa tiba ndani ya nchi. Sambamba na hilo, unapozalisha ndani ya nchi husika, unapunguza gharama nyingine ambazo zinaweza zikaambatana na uingizaji wa dawa kutoka katika mataifa ya nje, ikiwa ni pamoja na upatikanaji wa fedha za kigeni, gharama za usafiri na gharama za uhifadhi wakati wa usafiri. Sasa katika kuzalisha ndani ya nchi, hizo gharama zinakuwa zimepungua kwa kiasi kikubwa. Maana yake ni kwamba bidhaa inamfikia mtumiaji ikiwa na gharama ambayo imeshuka, na hili maana yake linasaidia kuendelea kuhifadhi fedha kwa wale watumiaji, kwa maana watatumia fedha kidogo. Viwanda hivi vinatajwa kuongeza unafuu wa huduma za afya pamoja na ongezeko la ajira kwa wananchi wa Tanzania. Swala kutengeneza dawa ndani ya nchi kwanza ina umuhimu mkubwa sana. Moja, kwanza kupunguza gharama kwa serikali kununua dawa nje ya nchi kuzileta Tanzania ama kuzileta ndani ya nchi. Kwa ile gharama ambayo tunaitumia kwenda kununua dawa nje ya nchi itakuwa ni nzuri zaidi. Pia sisi ambao tukitengeneza dawa ndani ya nchi itapunguza zile gharama kubwa, na zile fedha zingine zitakuwa na uwezo pia kutumika sehemu nyingine. Itapunguza hata wimbi kubwa kabisa la utafutaji ama uwezo kuhangaika kwa kiasi kubwa kwenda kutafuta dawa moja kwa moja. Lakini pia kuna baadhi ya ndugu zetu ambao leo hii wako mavioni, kuna baadhi pia ya kaka zetu leo hii wako katika vyuo mbalimbali wakisomea swala zima la ukemia, wakisomea swala zima la madawa, lakini wakirejea huku mtaani wajua wapi wakaajiriwe, wapi wakafanya hizo kazi, wapi pia ambao watakwenda kuhudumia karia yao hiyo ya ufamasia ama kwa swala zima la utengenezaji wa dawa. Wakati Tanzania ikiendelea kutekeleza dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050, sekta ya dawa inaonekana kuwa zaidi ya sekta ya afya. Ni eneo linalounganisha afya, biashara, ajira, teknolojia na ukuaji wa uchumi. Mataifa mengi yaliyoendelea duniani huzalisha dawa yenyewe kwa zaidi ya 80%, na ni matumaini yetu hata Tanzania itafika huko. Maria Okotia, Crown Media. Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.